nyinyi kwa sababu wana habari, kwa hiyo mmewapelekea habari wale watu ambao wamekuwa wakinisupport muda mrefu kwenye sanaa yangu. Nilianza mwaka 2003 kutoa ngoma kama msanii Mr. Blue, na huu ni mwaka 2025. Kwa hiyo kama unaona hapo kwa hesabu za haraka haraka ni miaka 22 nimekuwa nikifanya hichi kitu. Kwa hiyo siku zimeenda na nikafikiria nikasema kitu gani nifanye. Nashukuru Mungu nimepata jibu. Nikaona nitoe nyimbo ambazo ni nyimbo 22. Nitengeneze nyimbo 22 ambazo ni kama kuwashukuru mashabiki kwa kuweza kunisupport kwa miaka 22. Nimekuwa nikiishi kupitia muziki. Kulala, kufanya vitu vyote kwa ajili ya muziki. Sijui kufanya kazi yoyote katika dunia hii zaidi ya hiyo muziki. Kwa hiyo kupitia ndani ya hiyo miaka 22 pia nimetengeneza studio yangu ambayo ni Blue Record, na nimekuwa nikipambana nayo kwa muda mrefu, lakini nashukuru Mungu imekamilika. Kwa hiyo nikasema niwaletee ndugu zangu wa Tanzania, na wenyewe wana habari, ndio watu pekee wao kuwapelekea habari kwamba nina studio, na pia nafanya hilo jambo la kutoa nyimbo 22 kwa ajili ya shukrani kwa mashabiki zangu kunisupport miaka 22. Kwa hiyo nitazitoa kwa awamu. Kwa sababu zote tayari ziko tayari. Nashukuru Mungu nimezi record, na kuna baadhi nimeshoot, zingine bado ndo namalizia. Kwa hiyo nitatoa kwa awamu, na mwanzo leo hii baada ya hii interview nitaachia video 4. Itakuwa ni ndo mwanzo wa hizo nyimbo 22. Kwa hiyo mimi ni hayo tu ndo nilofanya niwaite ndugu zangu. Yeah. Studio. Na wengine studio kusema na studio Blue Record, na nimeanzisha pia studio ambayo nimeileta kwenu, na dhumuni ni kwa ajili ya kusaidia wengine, kwa sababu miaka 22 kama unavyoona, mwingine anashangaa na kuuliza umewezaje ku maintain mpaka leo, kwa sababu sio kitu rahisi. Ni sasa leo hii ukutane na mtu kaishi miaka mingi, mwenyewe unamuuliza umefanyaje kuishi miaka mingi, yani ni jambo ambalo kidogo. Kwa hiyo nikasema ndani ya hiyo nilete kitu ambacho kitaweza kusaidia wengine, sababu kwa hiyo miaka 22 na mama unaenda mpaka unafikisha miaka 30 kwenye game. Tena hata muziki usipokukataa, basi hata umri wenyewe unakuwa umekukataa. Yaani unakuwa tena so Babiloni yule, unaenda kama mzee Babiloni. Umeona? Kwa hiyo nikasema nilete kitu ambacho kitazaa wasanii wengine, Blue wengine. Kwa hiyo nimeileta Blue Record kwenu, na hata hizi nyimbo ambazo nazitoa zote 22 karibu zote nimefanya ndani ya studio zangu, japokuwa zingine nimeshirikiana na maproducer wengine, lakini asilimia nyingi hata hizi ninazoachia leo ni kwenye studio yangu. Kwa hiyo nikasema na mambo hayo mawili. Nyie wana habari, sijawahi kuifanya kitu kama hichi, lakini nikasema kwa miaka hii 22 ni mingi kwangu na mingi pia kwenye tasnia. Niwatumie nyie kuambia watu kwa hivi vitu ambavyo viwili vilivyokuwa ndani. Ni hayo tu. Sawa. Mr. Blue, mimi na swali. Kwenye hizo ngoma 22, labda pengine tunakuwa wanafanya collab na wasanii wakubwa, wasanii kama kina Diamond, wasanii kama Harmonize na kina Juice. Kuna baadhi ya wasanii ambao pia ulishe kufanya nao collab, labda pengine kwenye hizo ngoma zako 22. Kuna wasanii mwashirikisha? Mwategemee wasanii wote, kwa sababu dhumuni la hii project ni kwa mimi kama mtoto wa kwenye tasnia. Kwa miaka hiyo 22 nimepata bahati kubwa sana, nimshukuru Mungu, ya kuweza kushirikiana na wasanii wa kileo na wasanii wa zamani. Kwa sababu mimi nimelelewa na kina Fandesele na kina Juma Nature kipindi hiyo mimi mdogo, kina TID, kina Dully Sex, wale ndio walo. Lakini wakati nakuwa nimekuja tena kuwa baba, na mimi nimekutana na wadogo zangu wengine, ndio hao wakina Diamond, wakina Suinani, wakina nani, wakina. Kwa hiyo hao nao bado nafanya nao kazi. Kwa hiyo nimekuwa ni mtu mwenye bahati sana, na namshukuru Mungu. Kwa hiyo katika hiyo mtegemee wa zamani na wapya wote watakuwepo, kwa sababu mimi nawaomba pia kwa wale ambao hawajamaliza. Kuna wengine nimeongea nao lakini hawajamalizia, wamalize, kwa sababu
ni kama itakuwa kama heshima kwangu wakinipa maua yangu nikiwa bado sijafa, kwa sababu nahitaji vitu kama hivyo, na nikasema basi nifanye ushirikiano. Kwa hiyo kwa wale ambao hawajamaliza nafikiri watamaliza, ila wengi watakuwepo. Sawa, Blue Records ni record label ama ni studio tu ambayo pia labda pengine msanii akitaka kuja kurekodi anakuja kurekodi na anakulipa pesa, ama utaratibu ukoje? Ni yote hayo. Kwa kama kuna msanii ambaye anataka kuja kurekodi aje, na pia tutatoa wasanii kupitia Blue Record kama wengine wanavyofanya. Diamond tumeona Harmonize nani. Hiyo ndio dhumuni letu. Ni soon tuna kupitia nyie waandishi tunatangaza hapa kwamba pia bado tunahitaji, tuna vijana ambao tunao. Hata huko kuna baadhi ya nyimbo ambayo kuna kijana ambaye yupo tumefanya naye Epi anaitwa April ambaye amefanya naye kwenye hii nyimbo. Ni msanii mchanga wa kike ambao tuko naye pale, hatujamsign official lakini tunamsupport pale, ila kwa bahati mbaya kidogo kwenye hiyo video yeye hayupo. Kwa hiyo amect kama msichana mwingine, lakini yeye muimbaji ni mwingine kwenye hii. Yeah, kwa hiyo tulitaka tu base sana kwenye rap, lakini tumeona hapana, tutawanyima nafasi wale ambao wanaimba. Kwa hiyo tutachukua wote ili kusaidia vijana. Ndoto ya wasanii wengi sana, wengine walikuwa ndoto yao kufanya collab na Mr. Blue Bikes, kwa sababu kwa barabara kwa muda mrefu, mtu ambaye afuatilia ataamini katika hilo. Kuna wepesi kiasi gani mtu ambaye atakuja kurekodi Blue Record na kupata collab ya Mr. Blue? Yaani wepesi huko kabisa, yani kama kuchana karatasi tu au kuzima TV, yani ni very easy. Na ukifuatilia hata mimi watu ambao nimeimba nao, mimi na collab so chini ya 200 za underground. Nyenyewe wana habari wa shahidi. Kwa hiyo hilo swala bado linaendelea. Sawa? Hilo swala bado linaendelea. Kama unafikiri unataka kushirikiana na mimi, njia zangu mimi ni nyepesi kabisa. Sina njia ngumu, nishawahi kusema siku zote. Siangalie hela sana, naangalia hela sana, yote nafanya. Si umeelewa? Unaweza ukaja na nidhamu tu nikaimba nawe na hauna kipaji. Sababu nishaimba na watu hao ambao walikuwa hawana kipaji hicho, lakini niliimba nao na baadaye wakaja kuwa ni watu wenye vipaji vikubwa. Wakati naimba nao walikuwa bado. Na wale wenye vipaji kabisa ila hawana hata 100. Sawa? Pia tunawakaribisha. Na wale wenye hela ila hawana vipaji pia tunawakaribisha. Wote tunawakaribisha. Unawezaje kuigeuza pesa kuwa kipaji? Kuigeuza pesa kuwa kipaji? Kwa maana ya msanii mwenye pesa lakini hana kipaji na anahitaji kuimba kwa sababu amemwona Mr. Blue anapa. Kupitia pesa zake atafundishwa. Atafundishwa na ataimba. Wenda Azim kibao anaimba. Mwache aje. Johnny bwana Blue Record. Basi umesema na collab za wasanii wengi ambao wamekushirikisha. Zifika 200. Niliwahi kusikia ukidai kwamba ngoma, kuna baadhi ya ngoma uzikumbuki, ni kweli? Ni kweli, hata wasanii wakumbuki kwa sababu mwingine anakupigia, bwana kaka ndo tunashuti. Naambia tunashuti nini? Ile ngoma tuliofanya mimi na wewe. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinatokea kwa sababu muziki nimekuwa nikiutumikia muda mrefu, na kama nilivyosema sina shughuli yoyote hapa mjini. Shughuli ambazo zingine ninazo siwezi kuziweka wazi, ni shughuli ambazo za kwangu binafsi, siwezi kusema niziite kama biashara, naweza kuziita kama uwekezaji. Lakini sana pesa nyingi nimeipata kwenye muziki. Kwa hiyo wakati mwingine nafanya kama kazi, wakati mwingine nafanya kama msaada, na unakuta nimekuwa na collab nyingi sana. Yeah. Okay, Mr. Blue, endelea. Sawa, Mr. Blue, kuna kipindi ulikuwa unafanya sana collab na wasanii wachanga. Yaani wasanii fulani ambao hawajatoboa sana, zilikuwa nyingi sana. Labda tupe siri, ulikuwa unalipwa ama ulikuwa unajitolea kufanya zile kazi? Lakini swali la pili la msingi, una miaka 22 kwenye game hujawahi kufanya press. Kwa nini hauamini kwenye press ama, na kwa nini leo umeona ufanye press? Swali zuri sana video. Wasanii ambao walikuwa nafanya nao collab na bado still nafanya nao, kama nilivyosema, naangalia sababu mbalimbali. Wakati mwingine mtu anakuja, kwa mfano kama Mabantu walishawahi kuja, nilishafanya nao collab kabla hawajatoka. Walikuja na 70,000 wakiwa wamechanga buku. Sio, umeelewa? Ila nilipoona ile hela hao walipoichanga, yaani ukiangalia buku unaona kabisa imechangwa. Unajua buku inakuwa kama nao inaanza kuzeeka. Unaona hii buku ilikuwa imefichwa sehemu.
Lakini kusema kweli nilichukua ile 70,000 na nikaenda kuimba nao, lakini baadaye kuna imani iliniingia. Nafikiri sio tuligawana ile hela. Wao waliondoka na 35, mimi 35. Sio nilibaki na yote. Kwa sometimes inatokea kwa sababu mimi binadamu na kazi yangu muziki. Wengine wanakuja na fedha. Tunaelewana. Na unaweza kukuta sio fedha kivile wala nini. Hela kula ugali tu siku mbili. Kama bibi. Wewe unajua hela kula ugali siku mbili unaijua. Wewe unaijua. Lakini unakuta mtu alipotoka katoka mkoani, katoka nini sometimes lake unaiacha sometimes unachukua. Mwenyewe unakuwa na shida zako unachukua. Kwa hiyo ndo tunavoelekea huko. Hilo swali la kwanza. Kwa hiyo tunaangalia mambo mengi, sometimes nidhamu, sometimes pesa. Muone bwana nisiwe muongo, vitu kama hivyo. Na kuna limitation ya kiasi ama wewe chochote tu fresh? Mimi sina, mimi chochote tu. Mimi unaweza kunipa hela, yani ukashangaa tumeila hapo kabisa. Yani tumeila na tumelipa bili hapo. Ila vesi yangu ikabaki. Kwa hiyo sometimes ni kupenda tu muziki na kule kusema potelea mbali. Tupitishe kidogo tu. Swali la pili la ujamaa. Okay. Sijai kuita press kwa sababu mimi kwanza nachukia interview. Sipendi kuhojiwa. Nimekuwa ni watu wengi wananiita njoo bwana njoo, siwezi kuhojiwa. Naona wewe kwa nini mimi unihoji? Wewe una kitu gani cha kujua kuhusu mimi? Na hiyo ilitokea baada ya nimekuwa nikielezea sana baada ya kutoka kwenye management yangu ya kwanza, kwa sababu mimi nimeanza game nikiwa mtoto. Kwa hiyo nilikuwa nasaidiwa kama mtoto. Baadaye ikatokea changamoto na wale watu ambao nilikuwa nafanya nao kazi. Kwa hiyo ikajikuta mimi nikaingia kwenye maisha ya kimaskani. Sasa ukishaingia kwenye maisha ya kimaskani, waandishi kwanza wanaona kuzingua. Ndio umeelewa Lakini mwisho siku watu wanaamini wewe una kipaji. Kwa hiyo muziki wako ndio unakuwa unatembea zaidi, lakini mtu kukuona unaona kama anakuzingua atakuchoresha. Umeona Kwa hiyo hicho ndio kilichofanya nisiwe nafanya press na nisiwe nafanya natokea. Lakini kwa sasa nimeamua kufanya kwa sababu miaka 22 kwenye game bado nafanya show, bado napokea pesa za kimuziki, na nyinyi mmekuwa mkiona baadhi ya nyimbo ambazo nimezitengeneza zimekuwa zikinipa pesa nyingi kusema kweli kupitia muziki. Kwa hiyo naona kuna haja ya kuwapa shukrani. Sasa hivi dunia ina mambo mengi. Naweza katoa asante yangu isifike. Nikasema niwaite nyie kwa ajili ya kuwashukuru mashabiki na pia kuambia nina zawadi yao ya nyimbo 22 ambazo ni nyimbo mchanganyiko. Kuna reggae, kuna hip hop, kuna R&B, kuna zouk, kuna mpaka taarabu, kuna singeli, kuna yani muziki yote nimefanya. Yani mpaka nikishatoa hizo nyinyi wenyewe mseme bana Baisa, basi nenda kalime. Kupitia nyimbo hizo tuimbia kitambo na hizi zinatosha baba. Sasa chukua tu hela zako. Ndio nilichokifanya. Na unaelekea huko kwamba una siku na baada ya nyimbo 22 unaweza kufikiria. Baada ya 22 sasa nitaangalia, inawezekana unajua muziki na upo kwenye damu, lakini sana nafikiri naweza nikakata kiu yenu. Naweza nikakata kiu yenu. Kwa sababu kuna wale wasema blues squeeze umekuwa mgumu, unachana tu uimbi. Nyimbo kama za zamani zipo ambazo nimeimba. Kuna wengine wasema style ya sasa hivi bwana singeli. Nimbo kwenye singeli na watu tumeimba nao singeli, kina Meja Kunta, kina Mzee wa Box wapo kwenye hiyo project. Sijui kuna nini taarabu na watu wa taarabu. Kwa hiyo nimejaribu kufanya muziki yote kwa ajili ya kukata kiu. Sasa baada ya hapo sijajua nini kitaendelea. Lakini hilo ndio dhumuni langu kubwa sana. Ndio maana nikawaita waandishi. Mr. Blue, mimi ningependa kujua umefanya muziki kwa kipindi kirefu sana na mashabiki wamekuwa wakienjoy muziki mzuri kutoka kwako. Why umepoamua kuja na zawadi umewaza na kufikiria pia kuwabariki nyimbo 22? Sio kitu kingine. Kwa sababu swala la kwanza okay. La pili, nyimbo 22 ni nyingi sana. Ni album hiyo na tunaona wasanii wengi sasa hivi wanatoa album kwa ajili ya wasikilizaji wapate package kubwa ya kuwasikiliza. Why wewe unaamua kutoka kwenye nyimbo 22 ambazo ungeweza kuweka album na unazitoa kwa awamu? Kama leo unaanza na nyimbo 4, wala sio album nzima ambapo wasanii yani wasikilizaji wangesikiliza. Swali zuri sana. Sasa hapa kuna mawazo ya taifa na mawazo ya mtu mmoja mmoja. Mawazo yangu mimi ni ya mtu mmoja mmoja kama mimi.
Na hii nimesema kuna sababu. Nimetoka kwenye game mwaka 2003 au mwaka 2025. Kwa hiyo nimetimiza miaka 22. Bado watu wakiwa wananisupport na bado nafanya show, bado napata hela muziki. Na kwa wakati mwingine sitoi nyimbo hata miaka 5. Kwa baba name niacheni. Lakini watu wanakuita Joe uimbe huko, Joe huko. Kwa hiyo inaonyesha ni upendo mkubwa. Kwa hiyo mimi ukienda kwa labda tuseme nani? Ukienda kwa mtu ambaye anahusika na kitu fulani, labda mtumishi wa Mungu, zawadi pekee atakupa ni kukuombea dua. Sasa mimi ni msanii, nikasema niwape zawadi gani? Niwape watu hela? Nifanyeje? Wamenisupport sana. Mimi nimetokea kwenye maisha kimaskini sana. Yaani nilifika kipindi hakuna kwetu, yaani hamna sehemu ambayo naweza nikasema hapa ni kwetu. Lakini leo kumiliki sehemu nyingi ambazo watu wanaweza kuishi hata sio mimi. Hiyo ni kutokana na mashabiki. Yaani mashabiki mimi ndio wamenipa hela. Kwa hiyo nitafanyaje? Wamenipa hela kwa nini? Walinipa hela kwa sababu niliwaimbia. Niwape zawadi ya nyimbo. Ndio kitu ambacho kunifanya nisifanye kama album. Nisione kwamba kwa sababu watu watoa album mimi nitoa album. Hapana. Mimi naweza kufanya kitu nilichoamua, ni dunia huru. Kwa hiyo hilo ndio sababu ambayo nilichofanya. Sio swali lingine ulikuwa umesemaje? Swali la kwanza lilikuwa ni kwamba why umeamua kutoa zawadi ya muziki. Kwa hiyo nafikiri nimejibu. Lakini mimi nataka kuuliza kitu kimoja. Tunafahamu kwamba wewe ni member wa BOB na Michalazi. Lakini katikati hapo katokea sintofahamu mpaka leo aliko wazi. Kuna kitu gani ambacho kilitokea BOB Michalazi waipo leo na kwenye mikao yako ya Blue Record tutaendelea kuona member wa BOB Michalazi? Swali zuri sana. BOB Micharazo ni vitu viwili vilivyoungana ambavyo alikuwa ni Nyandu pamoja na mimi Mr. Blue, na tulikutana tukimaisha kwenye harakati za muziki na baadaye vitu vingi tumefanya mimi na Midundu. Kwa hiyo kupitia watu wake yeye walikuwa nyuma yake na watu wangu mimi walikuwa nyuma yangu, akatokea mtu ambao alitaka kusimamia hili project. Kwa hiyo tulipoifanya ilikuwa imeisha pale. Lakini kwa swali lako hilo, ndani ya miaka 22 ya Mr. Blue itakuwa ni ngumu sana ukikosa hao watu. Kwa hiyo naomba mtegemee hiyo. Tegemea. Una mpango gani wa kufanya show kubwa ili Watanzania wote waweze kuhudhuria na kuzienjoy ngoma ambazo umekuwa umeziandaa kama zawadi kwao? Yaani swali zuri sana Gabo. Na hii ni Gabi, Gabi Tanzania, swali zuri sana. Hii ni kwa sababu tunaanza, ndio kwanza tumeanza zawadi. Unajua unakuwa kama vile kwenye birthday, yani zawadi haziishi. Na kwa sababu ni miaka 22 siwezi kusema zawadi zimeishia hapa. Hiyo ni moja ya plans ambao tunayo, na nyinyi ni waandishi, kwa hiyo najua kuna watu wengi wanatazama. Kwa hiyo kama kuna wadhamini watatokea tunawakaribisha. Lakini sisi tulipofikia sasa tumefikia kwenye kuwazawadia mashabiki. Zile nyimbo zitapokuwa zimeenda, watu wameridhika nazo, jumlisha na zile za nyuma, basi tutakaribisha wakuu wote ambao watasema bana Baisa, hapana, unahitaji pia kutuimbia live. Make live niko fiti. Usione live watu wanaongea huko, si watu live siku hizi wanapiga mpira nje. Mimi niko sawa. Na mmekuwa mkiona show zangu. Hawasemi tu. Ila niko vizuri. Kwa hiyo watokee watu kama hao tuziperform, na nitafurahi sana. Furahi sana kwa sababu ni miaka mingi sana. Mimi batoka niko mtoto mpaka leo na watoto. Kwa hiyo ni miaka mingi sana. Baisa ni mmoja kati ya wasanii ambao watu wengi mitaa, unajua mimi mtoto wa mtaani, ikiwa nazungumza wengi wao walikuwa nguo unazovaa na mitaa nayo inavaa kama Babylon. Ndio. Lakini pia kile haso zako na show zako zilikuwa zinakubalika sana na bado zinakubalika mpaka sasa hivi. Ndio. Natamani unipitishe kidogo collab yako na PNC iliwakutanisha na mimi mpaka kumpa nafasi kutoka Mwanza. PNC kutoka Mwanza. Sawa kabisa. Collab ya PNC kutoka Mwanza. PNC alinipigia simu akiwa Mwanza. Akaniambia kaka bwana, nimekuwa natamani sana kufanya kazi na wewe, na mimi nataka nije Dar kwa ajili ya hiyo tu. Sasa hebu mjiulize, mtu anatoka Mwanza, na kipindi kile Mwanza mbali. Tena na Mwanza sasa hivi Mwanza mbali. Mwanza nakumbuka unatumia siku 2 kama unakuja na ndege wa chini.
mnalala pale Singida. Kwa hiyo mjomba naye alilala pale Singida. Muone tuwashukuru serikali yetu wametengeneza barabara, lakini kipindi hiyo kwa barabara watu wanajua, watu wanaenda Mwanza. Kwa hiyo Sekenge masoma siala. Kwa bwana PNC, mheshimiwa PNC alihangaika mpaka kufika Dar, akaja kuja Dar, nakumbuka marehemu mamangu alikuwepo, akampokea, akaingia ndani, akaja akaimba ile nyimbo yake Mbona, lakini nikavutiwa nao. PNC ni watu ambao kusema kweli ya kunipa hata 100. Ile alikuja na huruma yake ambayo ilinivaa. Na mimi nikaipokea, nikaona sawa tu. Nikapiga naye na nashukuru Mungu nyimbo wa Tanzania walipokea vizuri. Wakati mnawasiliana ulikuwa unaamini kwamba anakuja kukupa bunda kwa maana ametoka Mwanza na amekuja kutaka collab na Mr. Blue wakati ni moto sana. Na watu wengi kiu yao ilikuwa kufanya kazi na ni kweli, na kipindi kile nilikuwa sichukui bunda. Kusema kweli, kwa sababu ilikuwa ni mgumu sana kufanya collab na watu. Tofauti na kipindi hicho cha kati. Sasa nilivyoingia sasa kwenye huo maisha ya kusema bwana mimi nautegemea tu muziki. Kipindi kile nilikuwa sichukui bunda kwa sababu nakumbuka Zed Anton alishawahi kunikumbusha kwamba alishawahi kuniomba collab kwa kila hali na mali mpaka na pesa, lakini hakufanikiwa. Kwa kipindi hicho ambao naongea wewe. Lakini PNC alifanikiwa, basi tu niliona huyu katoka mbali bwana hadi Mwanza huko. Alafu pia alikuwa anaimba vizuri. Alafu PNC ni mtu ambaye ukiongea naye ana kama unyonge fulani hivi. Kwa hiyo ile unyonge wake ule, yani alikuwa ananiigizia, basi alicheza scene vizuri sana. Alicheza scene vizuri. Yeah. Okay. Mr. Blue, watu wengi wamekuwa wakizibeza sana hizi shows za Chaka tu Chaka. Na imepelekea baadhi ya wasanii kama mpita kwenye mitandao ya kijamii kutoka sehemu kama Mark Voice anaonekana kwenye Chaka tu Chaka, watu wakaongea mambo mengi sana kwenye mitandao ya kijamii. Lakini kuna baadhi ya wasanii Chaka tu Chaka zimewapa hela nyingi sana. Kwa upande wako wewe, na nadhani umefanya sana hizo shows, unaweza ukazizungumzaje hizo shows za Chaka tu Chaka? Kwa mimi kwanza niseme shikamoo Chaka tu Chaka. Naomba niamkie Chaka tu Chaka kwa sababu Chaka tu Chaka ndio imefanya mimi nimefika hapa. Kwa shikamoo Chaka tu Chaka. Watu wanajua, kuna ndugu zangu siwezi kuwataja hapa lakini ni waheshimiwa wa Chaka tu Chaka. Na unajua Chaka tu Chaka ni show ambazo ni ngumu kidogo kuziposti. Kwa hiyo unaweza mtu akawa Chaka tu Chaka ila asiposti kwa kutana naye, kaka na wewe upo huko. Na tumeshukuru tumepata wafuasi wengi sasa hivi. Zamani tulikuwa tunahesabika wa Chaka tu Chaka. Unajua bwana ikija Chaka tu Chaka hapa simkosi huyu wala huyu na huyu, lakini sasa hivi naona vijana mmekuwa wengi. Na hii inaonyesha mmejua hela yenu ilipo, unatakiwa muifuate. Jambo zuri sana. Kufanya Chaka ni Chaka kuna huo brand. Hakui brandi, kukui brand. Brand yako wewe kama unayo tu. Mungu amekubariki hata ufanye nini. Na hata ufanye vipi huwezi kuipandisha brand yako. Kama Mungu ashakupa brand, tabaki kuwa ni brand. Kwa sababu kuna watu wengine pia wanahitaji kupata burudani wako mbali. Kwa hiyo wanafikiwa vipi? Kwa hiyo mimi binafsi Chaka tu Chaka naiheshimu na naendelea watu naambia watu waendelee kufanya Chaka tu Chaka kwa sababu mimi maisha yangu mpaka nilipofikia hapa ni Chaka tu Chaka, imenipa nyumba zaidi ya moja. Chaka tu Chaka zinalipa hela nyingi sana kuliko hata nyumba ambayo naishi leo sasa hivi. Kuna hela mule mpaka za watu wangu ya mikoa naenda kabisa ili bati hili la mkoa fulani. Yaani nilipotoka kwenye hiyo mkoa ndo nikaeka ili bati. Kwa hiyo na shikamoo Chaka tu Chaka. Na niwaambie vijana pale upo kwenye kutafuta maisha yako. Usiogope kudharaulika, usiogope chochote. Tafuta mpaka maisha yatapokuwa vizuri. Utaacha kwa sababu mimi napigiwa na wanangu wa Chaka tu Chaka. Vipi busy? Naambia tulieni kwanza. Tulieni kwanza. Na begi lao likoje? Ni watu wanaojichanga ama anatokea tu mtu mmoja analipia afu unaenda unafanya kama zile. Chaka tu Chaka kuna Chaka Chaka za aina nyingi. Labda unataka nikupe aina. Nitakupa. Na tupe experience. Labda koto la mwisho ambao ulipokea invite ngapi? Mimi Chaka tu Chaka mara mwisho nakumbuka nilirudi nakumbuka ni kama na milioni 25. Show ngapi? Kwenye show ngapi hapa tutaongea siku nyingine. Lakini unajua nirudi na hiyo hela na aina ya Chaka tu Chaka niseme tu kuna aina ya kujipeleka mwenyewe bila show. Unachukua tu begi unaamka huko unashikia papo upo Kahama. Unaenda kwenye club watu wanajua kumbe upo Kahama kaka. Tufanye kazi bwana. Alafu kuna aina nyingine ambayo umepewa show Mwanza.
lakini umefika mpaka Mwanza, ushakula Divenga, umefika Mwanza unaona hii kwa hela sirudi dai. Tabora si hapo tu. Hiyo aina ya pili. Na kuna aina ya tatu ni ya pase ambao mnakuwa mmeongea kabisa bwana 50 cent pale inaitwa 50-50. Kwa hiyo mjomba kule anachukua nusu, mwenye ukumbi na nusu. Kwa hiyo ni katika maisha ya kutafuta, ndugu zangu. Tusiwabeze hawa watu. Kuna watu wana familia kwa ajili ya chakatu chaka, watu wanaishi maisha mengi. Mimi nawajua watu wamenunua mpaka magari ya kifahari na siwezi kuwataja kwa ajili ya chakatu chaka. Okay, Mr. Blue. Wewe usiniingize. Hapo hapo.